swali lingine sasa hivi ile ni swali moja nzuri sana. Mimi nasema miaka mingi sana mashia walikuwa wakiwachezea ahli sunna half ground, wakiwachezea nusu uwanja, wakiwashambulia kwenye lango lao kama ni mpira. Yaani ndio kama mfano wa mpira. Buhari kasema kwenye Bukhari hivyo, taarifa Tabari bali mwana. Wakati huo vitabu vyao huwezi kuvipata wewe. Sio rahisi. Unaelewa? Walikuwa wakifanya tabia hiyo. Wakinukuu kwamba sisi bwana tuseme sisi bwana, kama anavyozungumza hata huyu. Sio sisi, vitabu vyao vinasema. Hii tabia ambayo wao walikuwa wakifanya sana. Lakini wao wakitafuta vitabu vyao vipate si rahisi. Ndio maana utatembea hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwa mashaka wengi tembea kama kutata zao wakishia na wakisunni, vitabu vingi hawana vinavyohusu ushia wenyewe. Kwa hiyo wanashindwa kufahamu shia wanasema nini. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ingekuwa ni vizuri sana angekupa mfano mwanachuoni gani huyo katika Ghulat ambaye mimi nimemnukuu, tena katika masala gani. Ni kweli mashia wako makundi mengi, mashia Ithna Asharia ambao ndio Imamia na ndio hao wanaitwa Jaafaria. Hao ni wamoja, wote majina yao Imamia, Ithna Asharia, Jaafaria na majina mengine Rafidha, lakini ndio hao. Pia kuna mashia Ismailia na kuna mashia Zaidia na kuna mashia wengineo na makundi yao. Makundi yako mengi kusema kweli. Mimi ninachokifanya, vitabu vyote nilivyo mbele yangu hapa na vingine ambavyo havipo na vinukuu, hakuna hata kitabu kimoja cha Ghulat ambao wao wanaitwa Ghulat, kwa sababu mimi nawazingatia wao Ithna Asharia ni katika Ghulat. Mimi itikadi yangu kwamba Shia Ithna Asharia ni katika Ghulat. Kwa hiyo vitabu ninavyovitumia kwa wajibu wao ni vitabu vyao ambavyo ndani yake kuna ghuluu. Sasa wao kama wana maghulati wengine wasiokuwa wao, mimi sijawatumia, sina vitabu vyao. Nimekesha Peshawar, kimechapishwa na Itra Foundation Dar es Salaam, Aslushia za usulu wake kimechapishwa Irani, sijui Bihar al-Anwar, sijui vitabu gani vyote vimechapishwa kwa Irani kama Shia Imamia na sio maghulati. Isipokuwa kuna kitu kimoja, wao wanataka kukificha, kukwepa katika hili. Yaani wanataka kujizima kwamba wao sio. Sasa mimi nilikuwa nataka mifano mitatu au miwili au hata mmoja unaonyesha kwamba huu ni msimamo wa Ghulati, lakini mimi nasema wa Shia Ithna Asharia. Kama wa Ghulati, Sabaia na wengineo, na wataja Sabaia nasema hivi kuthibitisha kwamba yuko Abdullah bin Saba, lakini hawawezi kutaja mfano hata mmoja katika Qur'ani, msimamo kuhusu Qur'ani, kuhusu masahaba na mengineo. Yote inatoka kwenye vitabu vya Shia Imamia. Katika kuthibitisha kwamba Shia Ithna Asharia Imamia ni Ghulat, kesho insha Allah nitakuja na kitabu kimoja hapa chaitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Man la yahdhuruhu al-faqih ni katika vile vitabu vyao vinne vikubwa wanaovitegemea mashia. Kabla ya kusoma kitabu hicho au vitabu hivyo, nitasoma yale anayosema Sharafuddin al-Musawi Abdul Hussein kuhusu vitabu hivyo na anavyovipa wasifu wake. Huyu si katika Ghulat, wao wanazingatia kwamba ni mshia sana. Mwenye kitabu kile katika anayosema kwamba ni mambo ya uzushi yaliyoleta na Ghulat ndani ya ushia ni shahada ya tatu. Hii ni challenge inayotoa kwa mashia, si hapa Tanzania tu, wafanye tarjama hata wale mashia wa Kiirani na wengineo. Watutajie ni imamu gani katika maimamu wao wanaosema kwamba ni maimamu wao wanafuata Ahlul Bait. Ni nani katika wao aliongeza shahada ya tatu ima katika adhana au nje ya adhana, wa ashhadu anna aliyan waliyullah? Wao wametoa wapi hii? Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Man la yahdhuruhu al-faqih ambacho inshallah kesho tutakihudhurisha, tutasoma leo ndani yake, anasema kwamba hii shahada ya tatu imezushwa na Maghulat na Mufawwidha, ndio waliozusha shahada ya tatu, lakini haiko hii.
Sasa tutazame sasa hivi hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, ni nani anayeadhini katika shahada yake atasema katika adhana yake wa ashhadu anna aliyan waliyullah? Sasa wataokota vipi ughulati? Wataokota vipi ughulati? Sasa hiyo tunataka kuwapiga chenga watu wasiokuwa na ufahamu, lakini wallahi hiki ni kitanzi kile na ufurukuta kinazidi kuwa bali, hawezi kutoka. Hakuna imam, ninasema watahaddi, hakuna imam aliyesema hata mmoja katika imamu wao aliyesema kwamba kuna ashhadu anna amira almu'minina hujjatullah au anna aliyan waliyullah. Na aje Shia hapa sijathibitisha riwaya moja hata mbovu, ili siwezekana kabisa. Kama hakuna, aina lakum hadha, mmetoa wapi? Ndio yale tunasema yaliletwa na kutoka nje ya Uislamu, wamekuja nayo kina Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba alikuja na mizigo yake bwana, akawarithisha watu.